Naitwa Dr. Sigrid, daktari bingwa wa masikio, pua na koo, natokea Hospitali ya Taifa Muhimbili. Leo ningependa kuzungumzia tatizo la nyama za pua kwa watu wazima. Nyama za pua kwa watu wazima zinasababishwa na mambo mawili matatu, lakini jambo la kwanza nimesema ni allergy ya muda mrefu. Kwamba wagonjwa wenye allergy za muda mrefu ambazo labda hazijatibika kwa muda mrefu, baadaye wanapata tunaita polyps, ama hizo tunaita kwa kitaalamu ni vinyama ambazo zinakuwa puani, tunaita polyps. Dalili za nyama za pua kwa watu wazima hasa ni pua kuziba. Mtu mzima atalalamika pua zinaziba, naye huwa wanashindwa kupumua vizuri, maumivu ya kichwa sana sana sehemu za uso, pembeni ya pua na kwenye paji la uso, na mara nyingi ni maumivu huwa hasa tunasema ni maumivu wakati wa kipindi cha asubuhi ama saa 4 asubuhi. Then baadaye anakuambia siku inavyozidi kwenda maumivu yanapungua. Na pia mtu mzima akipata hiyo shida atakwambia maumivu wakati wa kuinama, akiinama maumivu ya kichwa yanakuwa zaidi kuliko akiwa amesimama. Kwa sababu nyingine huwa inaweza ikawa ni infection ya bakteria, maradhi ya bakteria na fungus. Sawa, bakteria na fungus wakikuwa mule ndani ya sehemu za ndani ya pua, napo wanaleta shida ya infection kwenye pua, ambayo hiyo nayo inategemea na stage ya ugonjwa. Stage ya ugonjwa ikiwa ni ya mwanzoni, basi matibabu yake ni mazuri kwa kutumia dawa, lakini pale ambapo stage imeenda ndani zaidi, basi huwa tunafanya upasuaji kwa ajili ya kuitibu na baadaye ataendelea na dawa. Wa mtu mzima kutokufuata au kutokufika kwa wakati kupata matibabu kwa wakati, hizi sehemu za ndani ya pua zilizoathirika na maambukizi haya huwa pia zina tabia ya kuingia zaidi ndani ya mfupa na hata kwenye ubongo kuleta madhara zaidi. Kwa hiyo kitaalamu tunasema ile yanaenda kwenye chronic illness, ambayo tunaita ni anaenda kwenye sinusitis, ambao anapata chronic sinusitis. Na kama baadhi ya sehemu ya infection za kwenye pua ambazo ni chronic huwa zina tabia ya kula mfupa na kuleta madhara ndani ya ubongo na hata sehemu za macho. Basi mgonjwa tunashauri anapopata dalili kama hizo ni vizuri kufika hospitali kwa haraka kwa ajili ya kufanywa uchunguzi wa kitaalamu zaidi. Kingine, sehemu za ndani ya pua pia kwa watu wazima zina tabia ya kuonekana zina nyama, lakini kitaalamu tunaziita ni turbinates. Huo mtaani mtu ataona turbinates, ataona kuna ukichungulia kwenye pua kuna vitu anaviona vya pinki, anasema basi hizi ni nyama za pua. Hapana, turbinates ni sehemu za pua ambazo kitaalamu ziko pale kwa ajili ya kazi yake maalum, unayo kwa ajili ya kinga, lakini kwa mtaani ama kwa sehemu nyingine kwa ambazo hazina wataalamu walio bora zaidi, kuwa wanazichanganya na kusema kwamba hizi ni nyama za pua. Kwa hiyo pale ambapo kuna sintofahamu kuhusu chochote wanachokiona puani, basi ni vizuri kufika hospitalini kuonana na wataalamu wetu.